Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatilia vipindi vya nyuma, utabarikiwa sana. Leo tutajifunza siri 3 za Yesu Kristo zinazotoka katika kitabu cha Warumi sura ya 3. Tutaanza na siri ya kwanza. Hukumu ya Mungu ni ya haki na kweli. Tutaanza na siri ya kwanza. Hukumu ya Mungu ni ya haki na kweli. Basi Myahudi ana ziada gani? Na kutahiriwa kwafaa nini? Kwafaa sana kwa kila njia. Kwanza, kwa kuwa wamekabidhiwa mausia ya Mungu. Ni nani basi ikiwa baadhi yao hawakuamini? Je, kutokuamini kwao kutaubadili uaminifu wa Mungu? Hasha, Mungu aonekane kuwa amini na kila mtu mwongo, kama ilivyoandikwa, ili ijulikane kuwa una haki katika maneno yako, ukashinde uingiapo katika hukumu. Lakini ikiwa udhalimu wetu waithibitisha haki ya Mungu, tuseme nini? Je, Mungu ni dhalimu aletaye ghadhabu? Nasema kwa jinsi ya kibinadamu, maneno ya Paulo. Hasha, kwa maana hapo Mungu atawezaje kuhukumu ulimwengu? Lakini ikiwa kweli ya Mungu imezidi kudhihirisha utukufu wake kwa sababu ya uongo wangu, mbona mimi ningali na hukumiwa kuwa ni mwenye dhambi? Paulo anazidi kuongea. Kwa nini tuseme kama tulivyosingiziwa na kwa wengine wanavyokaza kusema ya kwamba twasema hivyo? Na tufanye mabaya ili yaje mema, ambao kuhukumiwa kwao kuna haki. Nini tunajifunza tunaposoma siri ya kwanza kabisa inayozungumzia hukumu ya Mungu ni ya haki na kweli? Cha kwanza, tunazidi kushuhudiwa Mungu yeye hukumu yake ni ya kweli na haki, na hukumu hii amempa mamlaka. Yesu Kristo iko mikononi mwake kwa sheria ya neno la Yesu Kristo katika injili yake. Kumbuka Yesu Kristo alisema usihukumu usije ukahukumiwa. Samehe ili usamehewe, bariki ili ubarikiwe, ombea ili uombewe. Kwa hiyo tunapojifunza hapa, bado Paulo anazidi kutuambia hata sisi kuhukumu watu. Kwa mfano, Paulo anaeleza jinsi alivyopitia mashtaka na hukumu ya Mafarisayo wakitaka kumuua kwa sababu ya injili ya Yesu Kristo. Kumbuka hao watu wa Torati walikuwa wamekalili maneno machache sana kwenye Torati. Torati ilikuja na amri 10 za Mungu. Maana yake na amri ya kuua ilikuwemo mle. Ni kitu cha ajabu kushika maneno machache, haya mengine ukayaacha. Watu walioshika Torati walimuua Yesu Kristo, na amri za Musa zilikuwemo: usiue,
Unaona? Usiseme uongo, usishuhudie uongo. Wakashuhudia uongo mbele ya Paulo na Yesu Kristo mpaka akapata mauti. Hapa wakati anahubiri huyu Paulo Rumi, alikuwa anahubiri kwa jinsi alivyopitia changamoto. Na sio hivyo tu, hata kuelezea mitume wengine, maana walihukumiwa, wengine walikufa vifo vigumu sana, vingine vya kutupwa kwenye mafuta yaliyotokotwa. Ni kudhihirisha kwamba mwanadamu hatakombolewa kwa sheria, bali atakombolewa kwa neema iliyoko ndani ya Yesu Kristo, iliyoachiliwa katika msalaba ili tupate kupona mimi na wewe. Kumbuka, Yesu mpaka sasa hivi anatawala ulimwengu kutumia sheria yake inayosema samehe usamehewe, bariki ubarikiwe, usihukumu usije ukahukumiwa. Ndiyo maana tunakaza mwendo kuambizana ukweli ili tusije tukaangamia, maana sheria ya Yesu inakata kote kote, mbele na nyuma. Siri ya pili, hakuna mwenye haki. Ni nini basi? Tu bora kuliko wengine? La, hata kidogo. Kwa maana tumekwisha kuwashitaki Wayahudi na Wayunani ya kwamba pia wamekuwa chini ya dhambi. Kama ilivyoandikwa ya kwamba hakuna mwenye haki hata mmoja, hakuna afahamuye, hakuna amtafutaye Mungu. Wote wamepotoka, wameoza wote pia, hakuna mtenda mema, la hata mmoja. Koo lao ni kaburi wazi, kwa ndimi zao wametumia hila, sumu ya fila chini ya midomo yao. Vinywa vyao vimejaa laana na uchungu, miguu yao ina mbio kumwaga damu. Uharibifu na mashaka yamo njiani mwao, wala njia ya amani hawakuijua. Kumcha Mungu hakumo machoni pao. Basi twajua ya kuwa mambo yote inenayo Torati huyanena kwa hao walio chini ya Torati, ili kila kinywa kifumbwe na ulimwengu wote uwe chini ya hukumu ya Mungu. Kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria, kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Nini tunajifunza hapa katika siri ya pili, ambapo Paulo anasema kwamba wote wameoza, wote wanatenda dhambi, kudhihirisha hata wale walioamini wana Mungu, wakapewa sheria ya Mungu, wakapewa Torati kupitia Musa, wamepotoka kwa sababu walimuua mwana wa Mungu, wakawaua mitume waliotumwa na Mungu. Maana yake sheria walishindwa kuishika sawa sawa na agizo la Mungu. Ndiyo maana Yesu akaja akasema, sasa hivi mtaokolewa kwa neema tu, maana maneno nyie mmeshindwa kuyashika sawa sawa. Wakati tulionao sheria ipo kwa ajili ya kutumulikia ili tuenende sawa sawa na sheria ya Mungu. Hata hivyo wengi wameshindwa. Ndiyo maana ukombozi wetu uko ndani ya Yesu Kristo. Sheria inatusaidia kuacha kutenda dhambi, lakini hatuwezi kuiishi sawa sawa na mapenzi yake pasipo Yesu Kristo. Ndiyo maana kila wakati omba toba, kila wakati omba neema, kila wakati muombe Yesu Kristo akujaze hekima na maarifa itokayo juu mbinguni. Uwe mwepesi wa kuachilia, uwe mwepesi wa kuombea, uwe mwepesi wa hukumu wenzako ili tupate kupona, kwa sababu kila mtu apandacho ndicho atakachovuna. Ukipanda hukumu utavuna hukumu, ukipanda baraka utavuna baraka, ukipanda msamaha utavuna msamaha. Yesu alisema wakati tulionao, Yesu Kristo alipanda neno la msamaha, ndivyo wakati wa kumwamini Yesu Kristo tupate kupona kupitia yeye. Injili hii inatufundisha maana tunaokolewa na neema ya Yesu Kristo. Siri ya tatu, haki kupitia kwa imani. Lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria, inashuhudiwa na Torati na manabii. Ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio, maana hakuna tofauti, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Yesu Kristo, ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake,
ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa, apate kuonyesha haki yake wakati huu, ili awe mwenye haki na mwenye kumhesabu haki yeye amwaminie Yesu. Wapi basi kujisifu kumefungiwa nje kwa sheria ya namna gani? Kwa sheria ya matendo? La, bali kwa sheria ya imani. Basi twaona ya kuwa mwanadamu huhesabiwa haki kwa imani pasipo matendo ya sheria. Au je, Mungu ni Mungu wa Wayahudi tu? Siye Mungu wa mataifa pia? Naam, ni Mungu wa mataifa pia. Kama kwa kweli Mungu ni mmoja, atakayewahesabia haki wale waliotahiriwa katika imani, nao wale wasiotahiriwa atawahesabia haki kwa njia ya imani hiyo hiyo. Basi je, twaibatilisha sheria kwa imani hiyo? Hasha! Kinyume cha hayo, twaidhibitisha sheria. Tunaidhibitishaje sheria? Sheria tunaidhibitisha kupitia Yesu Kristo, kwa sababu Yesu hakuwa na dhambi, hakuvunja Torati, hakuvunja kila kitu. Alipokuja ulimwenguni alifanya yote kweli. Hata Torati aliishika. Siku ya Sabato aliingia akaabudu nao na akapeleka mahubiri, lakini walimuua. Aliponya watu pasipo kuangalia huyu ni mtenda dhambi, huyu ni wa haki, akaponya. Ndiyo maana tunahesabiwa haki kupitia kwake Yesu Kristo. Pasipo Yesu Kristo hakuna mtu atakayepona katika ulimwengu. Ndiyo maana tunakaza mwendo, tunahubiri Injili. Yesu anawaita. Ukumbuke nyakati tulizonazo ni za uamsho wa Yesu, ili watu wapate kuponywa. Yesu atatangulia katika roho. Yesu atatangulia katika roho na neno lake. Na baada ya roho na neno lake ndipo tutakapoona parapanda inapigwa, na hapo kila mmoja atamwona kwa jicho lake. Ni wakati wa kusafisha mavazi yetu, ili siku ya mwisho tusije tukawa na vazi chafu, tukaondolewa kwenye harusi ya mwana kondoo. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.